قال المنان والمزبل إزاره وبائع سلعته بخلف الكاذب أخرجه مسلم. Ndugu zangu katika imani, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inasema hivi: siku moja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amekaa na masahaba, akasema watu watatu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawapa stahiki ifuatayo. Stahiki ya kwanza, la yukallimuhum, hata wasemesha, kusemeshwa kuliko kuzuri. Wala yandhuru ilayhim, wala hata waangalia kwa jicho la rehema. Wala yuzakihim, wala Allah hata watakasa na madhambi. Walahum adhabun adhim, na wana adhabu kubwa, adhabu kali. Abu Dharr alikuwa amekaa akasema, man hum ya Rasulullah, ni kina nani hawa ewe mtume wa Allah? Akasema, mtume akaanza asema, ni kina nani hawa wamepata hasara na wameenda patupu, hawana chochote, hawa ni watu waliofilisika. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kuwataja mmoja mmoja. Wa kwanza akataja al-Mannan. Mannan ni mtu gani ndugu zangu? Ni yule mtu anatoa sadaka yake kisha anamsimanga aliyempa. Kwa watu wa pwani wanasema ni yule anayefanyaje, anayesimulia. Sio kusimulia, kuna Kiswahili kusimbulia. Yani unakuja mtu ana shida, amekuja ana siri yake, ndugu yangu katika imani, na 1 2 3 unampa. Akikupa uchogo tu, ukikutana na watu unamjeruhi vibaya sana. Inafika mahali pako unasema, huyu mnamuona huyu, hizi kanzo sijui nini, kama sio sisi huyu si akitembea tupu tu aonekane ovyo ovyo tu, huyu sisi ndio tunayemlinda hapa mjini. Wallahi Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha, enyi mlioamini, musizibatilishe sadaka zenu kwa manni. Manni ni kuwasimanga watu, au adha, au kumudhi. Unayempa unamkera, yani kwa kuwa unampa basi unamkera kwelikweli. La, wallahi usifatishe sadaka hizo. Ndugu zangu katika imani, iliyo bora unapomsaidia mtu, kama kuna uwezekano akutaje tu wewe, akutaje kwa sifa njema, lakini si vyema kabisa. Na kuna baadhi ya watu akikupa kitu, ukiacha kumwombea dua au lolote, anaweza hata akaichukua alichokupa. Sio lengo ndugu zangu, wewe ushafanya. Ukimaliza wewe, si kazi yako. Yule aseme asiseme, Allah ndiye anayejua. Angalia katika surati Dahr, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasemaje? wayut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi Allah. Wanalisha maskini, mayatima, wafungwa, wale ambao hawawezi kufanya kazi zozote, lakini yote na yote anasema hakika sisi, Mwenyezi Mungu ndio anawasemea, sio wao wanaosema kwa ikhlasi zao. Asema sisi tunakulisheni, hatuhitaji kwenu malipo wala wasifa wala jeza, hatuhitaji, wala shukurani zenu hatuzihitaji, kwa sababu umefanya kwa ajili ya Allah. Kuna mtu unampa hata asante hakuna. Ya nini hiyo? Akikuombea dua, naam, ni vizuri akuombea dua, alhamdulillah, lakini asiposema vile haikupunguzii kwako. Ni vyema anayekupa kitu. Mtume anasemaje? man asda ilaykum ma'rufan fakafi'u fa in lam tajid ma tukafi'u fad'u lahu alkhaira au fad'u lahum alkhaira, kama ilikuja katika baadhi ya riwaya. Anayekuleteeni jambo jema, mambo mema, mambo ya furaha, mambo ya kuongoza, mambo ambayo ni mazuri katika dunia yenu na akhera yenu, mlipeni, mpeni cha kumlipa. Ikiwa mtakosa cha kumlipa, muombeni dua, imethibiti. Lakini hakuomba usikitike. Kwa nini? Mwenyezi Mungu ndiye anayeona walioko ardhini, hata kama hawakutaji kwa wema,
Lakini angalia wewe unafanya kheri kwa ajili ya nani? Allah. Basi wewe kuwa na Allah. Ndugu zangu, imefika mahala sasa kila kitu mtu anataka afanye lazima kionekane. Jamaa, ikitokea dharura imekuja, basi imekuja media, ulikuwa unafanya jambo la kheri, hakuna neno. Lakini wewe kila kitu, hata ukiwa mwenyewe unafika hivi, unatoa mnara moja wa sabuni tayari, unakaa pale unajiposti, nimetoa mnara moja wa sabuni. Jamani, kweli tumefikia huko? Haya malipo yanakujaje? Ama ni mahala mmekwenda, ni kituo cha mayatima, ni madrasa, wametokezea watu wa media, hakuna tatizo. Lakini ukiwa wewe mwenyewe kuna shida, wewe mwenyewe kwa mwenyewe unisiaje? Imefika mahala sasa hatufanyi chochote, lazima watu wakusifu. Na kuna watu wameacha kufanya khairi mpaka misikitini. Akisimama Sheikh jazahumullah khair, Sheikh anajisahau, anawataja watu wawili au watatu, mashaallah, hao bwana Mwenyezi Mungu awajaze khair, lakini yule bwana yuko pale anasema kumbe mimi hapa sithaminiwi, hata kutajwa mbele ya Waislamu. Anaacha kufanya nini? Sadaka. Watu wako wa namna hiyo, wallahi wako watu wa namna hiyo. Au wanasema mimi siheshimiwi hapa, siheshimiwi, nafanya hiki, nalipa bili ya maji, umeme, mayatima nini, wakiwa na shida wanakuja kwangu, lakini wallahi sipewi heshima. Kesho atoi, wallahi wewe umeathirika. Hiyo zidisha zaidi, na ni vyema zaidi khairi zako watu wasiziseme. Ikitokezea wamesema, basi waambie inshallah dua. Akija mtu anakusifu, mwambie inshallah dua. Sikusifu, mwambie nifanyie dua, niombe dua niendelee na muda huu. Haya, hii ndio ikhlas. Kwa hiyo hakuna kitu kinachobatilisha sadaka kama mani. Mwingine anatoa zaka, akitoka aliyempa zaka mwaka unaofuatilia au nini, wakaja wakatofautiana, anasema bwana, mimi ningejua hata zaka yangu singempa. Tayari Mwenyezi Mungu anaifuta ile, sio ushamaliza. Kumbe ulipewa ili uheshimiwe. Sasa siku uliposema ile zaka yako haipo tena, inaondolewa malipo yote. Sasa ndugu zangu,